ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga, wafanyakazi wa taasisi ya moyo ya JKCI wakiongozwa na mkurugenzi wao Dr. Peter, sisi Simba Sports Club pamoja na mashabiki wa timu ya Yanga, tunayo furaha kubwa kufika hapa hii leo kwenye taasisi hii muhimu kwenye mustakabali wa afya za Watanzania wote. Mwanzoni wakati tunaandaa tukio letu hili la mechi, lilikuwa makusudi ya msingi ni watu kwenda kupata burudani. Lakini kadri siku zinavyozidi kubadilika na kuelekea katika tukio lenyewe, jambo linazidi kuongezeka thamani na linazidi kubadilika siku hadi siku. Na hii leo tunao furaha kubwa sana sisi kama wasimamizi wa mechi hii kuipokea JKCI ama taasisi ya moyo kuingia kwenye jambo letu hili na kutoa msaada mkubwa wa kiafya kuelekea katika siku yetu hii. Kwa wale ambao wameshawahi kupitia madhila ya kuuguza ama wao wenyewe kuugua, wanafahamu ni kwa namna gani kuna thamani kubwa ya kupata vipimo, ama kuna gharama kubwa na mchakato mkubwa wa kuendea kwenye hivyo vipimo. Lakini kupitia mechi hii ya mashabiki wa Simba na Yanga, tunakwenda kupata vipimo kwa haraka na kwa bure bila gharama ya aina yoyote ile. Yaani nauli yako utakayolipa kutoka nyumbani kuja uwanjani, hiyo ndiyo itakayokuwezesha wewe kufanya vipimo chini ya madaktari bingwa wa JKCI. Kwa ndugu zanguni mashabiki wa timu hizi mbili, hii ni fursa adhimu ambayo imekuja kwetu bila kugonga hodi. Tuna kila sababu ya kuichangamkia, tuna kila sababu ya kufanya vipimo hivi. Haijalishi umeshawahi kusikia dalili za ugonjwa wowote katika mwili wako. Inawezekana ukawa unajiona ni mzima kabisa hapo ulipo, lakini kiuhalisia unahitaji kufanya vipimo ili ujiridhishe ya kwamba kweli wewe ni mzima kwa 100%. Kwa ndugu zanguni, wale wote ambao watakuja kwenye mechi hii, kwanza mechi yenyewe ni bure, lakini vipimo vile vile ni bure. Kwa huna sababu yoyote ya wewe shabiki ukaacha kwenda kufanya jambo ambalo halikugharimu kitu chochote. Lakini kuna utaalamu vile vile tumewasikia hapa wa lishe, na wenyewe watakuwepo, na wenyewe watafanya kazi ya kutoa elimu juu ya masuala ya lishe. Ni jambo la msingi kweli kweli ambalo sisi mashabiki hatupaswi kuiacha hii fursa ipite hivi. Lakini inawezekana huna hata mpango wa kuja kwenye mechi siku hiyo, una shughuli zako tu nyingine, na wewe tukukaribishe vile vile. Hatubagui, hatuchagui, ili mradi upo katika ardhi hii ya Tanzania. Ukija pale katika uwanja wa KMC siku ya Jumapili na ukawa na uhitaji wa kufanya vipimo, utafanyiwa vipimo, utapewa ushauri unaotakiwa, na baada hapo utaondoka hata kurejea nyumbani kama hautaki kuingia uwanjani kwenda kushuhudia hii mechi. Kwa hiyo mtu asifikiri kwamba ni kwa wale ambao watakwenda tu uwanjani kuangalia mechi. Hata kama wewe unahitaji kwenda kufanya vipimo lakini hauna mpango wa kuja uwanjani, na wewe njoo ufanye vipimo, kwa sababu una haki ya kufaidi mema ya Tanzania yako. Njoo ufanye vipimo, ukutane na wataalamu, na sio tu madaktari, ni madaktari bingwa wa moyo, madaktari bingwa wa magonjwa yasiyoambukizwa. Wote watakuwa hapo kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania, kukuhudumia wewe mwana Simba, kukuhudumia wewe mwana Yanga, ili mradi ujue status ya afya yako. Mimi nirudie tena kuwashukuru taasisi hii ya JKCI chini ya Dr. Kisenga. Kusema kweli mmefanya jambo kubwa na jambo bora kweli, lakini ubora wa jambo hili hautakuwa na tija ama maana kama watu
tusipojitokeza kwenda kufanya hivyo vipimo. Mwisho kabisa, ndugu zangu mashabiki wa Simba na Yanga popote mlipo Tanzania hii, tunawakaribisha tena katika mchezo wetu huu. Maandalizi yanazidi kuwa mazuri na maandalizi yanazidi kuwa bora na kila kitu kinakwenda vizuri kwenye upande wa maandalizi. Siku hiyo tutakuwa na burudani za kutosha, lakini kwanza unakuwa umeshajua status ya afya yako, ili ukiingia ndani uingie ukiwa unajua unakwenda kufanya kitu gani. Na kwa kuwa sisi tumepanga kuchukua huu ubingwa wa kesho kutwa, maana yake inabidi madaktari watuelezee tunatakiwa kushangilia kwa kiwango gani. Si furaha inaweza ikanania tujue tunashangilia kwa kiwango gani ili furaha isije ikatudhuru. Baada ya kusema hayo ni fungwa ungeulizia wewe. Ujiandae na hayo madhara mapema. Mimi najiandaa kukabiliana na madhara ya kushangilia zaidi, na nitashangilia. Na mechi natakiwa uishe mapema ili tupate muda wa kushangilia kabla giza halijaingia. Leo Ijumaa. Ndio. Ndio siku yenyewe mimi kushangilia. Watatunza hao kumbukumbu. Hawana shida. Watatunza few moments later. Na ufanye vipimo. Wewe ufanye vipimo. Muhimu sana. Bali nimesema hata kwenye raha mtu sije kaona kama uko salama. Ufanye vipimo. Sawa. Hata kiingia daktari bingwa hapa akitazama tu wawili. Akaambiwa achague mmoja wa kuanza naye kwenye vipimo. Ukasema tu ukweli. Daktari wewe ni mtaalamu. Wote mko vizuri. Jamani, asanteni sana. Tunashukuru jamani. Karibuni sana. Natumai hamna maswali waandishi, Maswali hamna? Utaratibu wa kuuliza maswali mmekuwa nao na muendelezo. Ni kwamba tunawashibisha sana. No.